Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma George Katabazi amekutana na maafisa usafirishaji kwa ajili ya kuzungumza nao kwa lengo la kupunguza uhalifu na kuleta uhusiano mzuri kati ya polisi na maafisa usafirishaji. Wakizungumza mapema leo hii, wameeleza namna gani wamepokea elimu hiyo na kutoa pongezi na shukrani kwa kamanda huyo kwa kuwapatia pesa kwa ajili ya mchango wa SACCOS, na hapa wanaeleza. Kwa majina naitwa Simon Elias Mangula, ni mwenyekiti wa umoja wa madereva bodaboda, lakini mimi ni mwenyekiti wa Mapido SACCOS. Mimi ni mwenyekiti wa SACCOS ya madereva bodaboda bajaji mkoa wa Dodoma. Baada ya kikao cha leo, tunashukuru sana kwa wito wa RPC Katabanzi na mkoa wa Dodoma. Pia tunamkaribisha sana. Lakini pia tumejifunza mambo mengi sababu wanaonyesha ushirikiano na jamii na kila makundi yote ikiwemo bodaboda bajaji. Tunashukuru kwa kutujali sana. Lakini pia tunapenda kumshukuru sana kwa kuweza kuchangia shilingi milioni 1 kwa ajili ya uanzishaji wa Mapido SACCOS. Tunamshukuru sana kwa hilo. Lakini pia tumemhakikishia RPC kwamba sisi kama viongozi wa bodaboda mkoa wa Dodoma tutashirikiana naye katika mambo mbalimbali ikiwemo kutokomeza uhalifu usababishwa na bodaboda. Asante. Kwa majina ya kikazi naitwa Nelson Mwagama, ila serikali ni Simon Ngulo. Mimi ni mwenyekiti wa kituo cha General Hospital ndani ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Mimi kutokana na jukumu ambalo ametuita leo RPC kwa maana ya maafisa usafirishaji, kwanza nipende kushukuru kwa nafasi yake ya kipekee. Ni kweli wamepatikana ma-RPC wengi ndani ya jiji letu la Dodoma, lakini wamekuwa wa kipekee sana. Ametujali kwa kiwango kikubwa, ametambua nafasi yetu, na sio kutambua kwa maneno, ametuchangia pesa shilingi milioni 1 kwa ajili ya kufungua SACCOS yetu ya Mapido SACCOS. Kwa mimi nimeona kitu cha pekee kwa upande wake, na nabaki na shangaa, na naamini haya aliyozungumza leo yatakwenda kufanya kazi kwa vitendo, sio kwa maneno. Cha pili, namshukuru sana RPC kwa kuendelea kutupa mawaidha kupitia SACCOS yetu ya Mapido. Na wakati mwingine tulikuwa tunapata ukakasi namna ya kuwafikia viongozi wengine wanaoweza kutusaidia kwenye SACCOS, lakini yeye ametupa maelekezo, ameahidi kuendelea kutupa nguvu namna kuwapata viongozi wengine wakiwemo wabunge, wanasheria mbalimbali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wengine ambao yeye anawatambua. Kwa hiyo nashukuru sana kwa ushirikiano wake. Na pia Ezekiel Emmanuel ambaye ni afisa mfawizi wa LATRA mkoa wa Dodoma akazungumzia elimu iliyotolewa kwa maafisa usafirishaji inaenda kuongeza umakini kufuata alama za barabarani, na hapa anazungumza. Kwanza nipongeze ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma kwa kuweza kuratibu kikao hiki ambacho kimewakutanisha wenzetu hawa, na lengo kubwa la kikao hiki ilikuwa ni kutoa elimu na kukumbushana mambo kadhaa ya uzingatiaji wa masharti ya usalama barabarani. Lakini sisi kama LATRA tunatambua pikipiki na bajaji ni vyombo ambavyo vimekubaliwa kisheria kutoa huduma ya usafirishaji wa abiria, ambapo sisi LATRA tunatoa leseni za usafirishaji wa abiria kwa hizi pikipiki na hizi bajaji, ambazo msingi wake ni kwamba hizi pikipiki na bajaji tunazipa leseni za usafirishaji wa abiria kwa njia ya kukodiwa, kwani hizi pikipiki na bajaji ziko kwenye kundi la vyombo vya kukodisha. Na hiyo ndio leseni ambayo sisi LATRA tunawapatia hawa watu. Na katika kikao cha leo tumesisitiza kuzingatia masharti yao ya leseni, kwani tunapopatia leseni tunawapatia kwa kutambua vituo vyao ambavyo vimesajiliwa kisheria, na kuwasisitiza kwamba wanapokuwa wakitoa huduma wahakikishe wanatoa huduma katika hivi vituo ambavyo wamepatiwa leseni zao. Kumekuwa na ukiukwaji wa masharti ya leseni, kwa hasa upande wa bajaji kutoa leseni kwa namna ya kama magari mengine ya public transport kama daladala zinavyotoa huduma ya usafiri, na hivyo bajaji nao zimekuwa zikitoa leseni kwa namna hiyo, kwa kupakia abiria na kuchaji nauli kama vyombo vya usafiri wa umma. Kwa upande wa bajaji hayo ni ukiukwaji wa masharti ya leseni, kwani wao utoaji wao wa huduma ni kwa namna ya kukodiwa. Tunajua bajaji akitoa leseni kwa kuchaji nauli kwa idadi ya abiria ambao wameainishwa kubebwa kwenye bajaji, akichaji nauli, hakuna nauli ambayo itamtosheleza kiurahisi kuweza kukizi
mahitaji kwa huduma anaweza kuitoa kwa namna ya kuchaji nauli. Kwani nauli za mabasi ya umma kwa mfano kama daladala za mjini tunajua nauli ni shilingi 600. Lakini bajaji akiamua kuchaji nauli ya shilingi 600 kwa abiria ambao wameainishwa kubebwa kwenye bajaji, hataweza kumtosheleza kuweza kujikizi kujiendesha. Hivyo atalazimika kubeba abiria wengi kupita kiwango kilichoainishwa kwenye chombo hicho, na mwisho wa siku anaingia kwenye uvunjifu wa sheria na kuhatarisha usalama wa abiria anaokuwa anawapakia kwenye chombo hicho. Akizungumza kwa kina, kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma ameeleza kilichomsukuma kukutana na maafisa usafirishaji, na hapa anazungumza. Hiki imekuwa ni muhimu, kikubwa ilikuwa ni uelimishaji na kuomba hawa waendesha bodaboda pamoja na bajaji kutii sheria za usalama barabarani, sheria za usafirishaji, kutii sheria ambazo zinawazuia makosa ya kijinai. Kwa hiyo kwa ujumla wake tumeona ni vema tukashirikiana katika hayo, kwa sababu sisi kwa upande wa Jeshi la Polisi tumehusisha makundi mbalimbali katika falsafa ya polisi jamii na ushirikishi, ili atilisi kuweza kuzuia na kubaini na kutanzua uhalifu bila kusahau makosa ya usalama barabarani. Kwenye hicho kikao kuna mambo mengi ambayo tumewasisitiza bodaboda au na waendesha bajaji kuzingatia sheria, ikiwemo kuvaa helmeti, kutobeba abiria, kuzidisha abiria kwenye bajaji na kwenye bodaboda, wakati mwingine hiyo wanaita mishikaki, lakini kuendesha wakiwa wamelewa, wakiwa na kilevi, na kutokufuata sheria nyingine za barabarani, kufanya fujo kwa maana ya uendeshaji wa fujo, wa hatari. Hayo yote tumejaribu kuwasisitiza ili kuhakikisha kwamba watumiaji wa barabara wao wenyewe na watumiaji wengine wa barabara wananufaika na hawaoni kero wakati wakiwapo barabarani. Vilevile amesema ni namna gani watawasaidia kupata leseni kwa maafisa usafirishaji. Kwa hiyo tumewasisitiza mbali hayo kuwa na leseni wakati wakiendesha vyombo hivi, kwa maana ni sheria lazima uwe na leseni. Tumeweka utaratibu mzuri, mazingira mazuri ya upatikanaji wa leseni. Tunajua kwamba wao wanatafuta fedha, lakini ukasema tuanzishe darasa maalum ambalo inaweza ikawafikika kirahisi kuweza kuwafundisha na hatimaye tuweze kuwasaidia waweze kupata leseni kirahisi, kwa sababu ukamataji ni mwingine, lakini lazima kujenga mazingira mazuri ya kuwawezesha waweze kupata leseni hizo. Mbali hayo tumeona kwamba hawa lazima wana vijiwe, lakini vingine vilishakufa. Kwa hiyo tumewasisitiza waviuishe hivyo vijiwe vyao na tuwe na kanzidata ya hivyo vijiwe na kuwa na uongozi huo imara kwenye hivi vijiwe, kuwa na magrupu ya WhatsApp ambayo yanaweza kusaidia katika kuelimishana, kuonyana, lakini na kupeana taarifa, kuhabarishana. Kwa hiyo yote yanaweza kusaidia kuhakikisha kwamba ujumbe unafika haraka na hawa bodaboda, hawa waendesha bajaji waweze kuleta tija kwanza wao wenyewe, kwa sababu tumewasisitiza na tumewaonya kwamba wajithamini, kwamba wao wajithamini, kwamba kazi hiyo ni halali, ina manufaa kwao, kwa familia na taifa jumla kwa ujumla. Alisisitiza kuwa maafisa usafirishaji wasishiriki kwenye vitendo vya uhalifu na kuwa mabalozi wazuri wawapo katika vituo vya kazi. Kwenda kwenye swala zima la kubaini na kuzuia uhalifu mwingine, ikiwemo wizi, uvutaji, tumewasihi wasijihusishe na uhalifu, wasisafirishe mali za wizi, wasisaidie kuwasafirisha wale wahalifu kwa ambao wanataka kutenda matukio hayo. Kwa hiyo wao watoe taarifa za uhalifu na wahalifu haraka iwezekanavyo kabla uhalifu haujatokea au hujatendeka, na mara pindi unapotendeka basi wawe pesi pata taarifa hizo waweze kutujulisha na kutupa taarifa ili tuweze kudhibiti au kukamata hao wahalifu. Mbali ya hayo
tumeona vile vile wasichukue sheria mikononi, sababu inatokea kipindi fulani wanaweza wakawa wamegongwa, iza gari imesababisha ajali, wamepata madhara, wamegongwa. Sasa wao wanafikiria tu kuchukua sheria mikononi, lakini nao tumewakumbusha, nao wanasababisha ajali, lakini mbona wao huaga hatuchukui sheria mikononi, kwamba wanavamiwa, wanapigwa. Kwa hiyo sema hilo wao wajue kwamba wazingatie sheria. Kama mwendesha pikipiki au bajaji bahati mbaya amepata ajali, amegongwa, watoe taarifa ili tuweze kushughulikia ajali hiyo kwa mujibu wa taratibu zilizopo, taratibu sheria za usalama barabarani, lakini wasichukue sheria mkononi, aidha kuwapiga wale wagonga au kuchoma vyombo vya moto, kwa sababu na wao wanaweza kusababisha ajali. Kwa hiyo tumejaribu kuwasisitiza kwenye masuala hayo kwamba wasichukue sheria mikononi. Aidha, kamanda wa polisi akasema jeshi la polisi limepanga kuanzisha tuzo kwa ajili ya kituo kitachokuwa kinafanya vizuri, ikiwemo kutii alama za barabarani. Sisi kwamba tutaanzisha tuzo maalum ya kuweza kuona vijiwe gani ambavyo vinafanya vizuri katika usafirishaji wa abiria, kwa sababu kuna vijiwe, lakini ni afisa usafirishaji gani au bodaboda gani ambaye anafanya vizuri katika kazi hizi za usafirishaji kama maafisa usafirishaji. Kwa hiyo tutaandalia tuzo maalum ambazo ili kuwapa morali, kuwapa hari ya kuweza kufanya kazi vizuri, ya kuweza kuzingatia sheria. Lakini kuwa na matamasha mbalimbali, ikiwemo kula chakula cha pamoja na wao. Sasa ile itaondoa fikra kwamba jeshi la polisi au vyombo vyovyote, vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo au mamlaka ambazo zinasimamia usafirishaji au masuala mazima ya usalama barabarani, kwamba wao ni maadui. Tunataka tuwe na urafiki, lakini urafiki ambao unazingatia sheria za nchi, urafiki ambao au kinzani na matarajio ya nchi, ili nchi yetu iweze kuendelea zaidi na tuweze kudumisha amani na utulivu katika nchi yetu. Azat Sefu, Jimbi TV, Dodoma. Unachotakiwa ni kusubscribe, kushare na kulike, usisahau na kucomment ili kwanza kupata habari zote katika upande wa taifa, kimataifa, michezo na burudani. Hapa ni nyumbani kwake, lakini kumbusha nafasi ya kuendelea kutufuatilia katika mitandao mingine ya kijamii, nikimaanisha kwamba Instagram, Facebook, Twitter ama X na TikTok utatupata kwa jina la Jimbi TV.